Hatimaye tena tulikuwa pamoja sana muda mrefu zaidi. Hii hapa burudani ni katika mwongozo ambao utakusaidia kujua nini ambacho kinajiri chali yangu. Katika season 1, yani season 1 ya tamthilia bomba zaidi ya My Dearest Queen, tutakuwa tuna mengi sana. Nafikiri nagonga base la sehemu ambayo tuweza kupata mwongozo uliokamilika zaidi. Kwa sasa chali ni kwamba ameweza kurejea Paris. Lakini nini sasa lengo la kakake au nini sasa lengo wazili? Hebu tusonge mbele kidogo. Hii hapa ni katika mwongozo tu wa season 1 ikiwa complete zaidi. Tusubiri panapo majaliwa tutakapokuja kusonga na season 2. Kwa episode ya kwanza katika season 1 mzigo umeshafika mwisho zaidi. Kwa watu wasubiri season 2 ili kuweza kupata mwongozo wa burudani kabambe zaidi. Lakini sasa na kuunganishia vyema tu ili ujue katika season 1 tunaishia wapi na season 2 tutakwenda kuanzia wapi. Kumbuka hapa ni sound ya Fao DJ, sound ya Mgojesoni, sound ya Baba. Ukinitabai mambo yanazidi kuwa bomba na mambo yanazidi kuwa safi zaidi. Season 2 ya tamthilia kabambe zaidi panapo majaliwa nafikiri tarehe 24 ndio itakapoanza kutoka. Episode zitakuwa zimeisha kuwa uploaded katika mtandao na sisi tutaenda kukuletea muendelezo tu. Usije ukafikiri imeisha hii. Bado ndo kwanza inaanza picha. Hebu nikupe ka udambwe ka utamu kidogo. Okay, asante Tanzania. Pale. Basi ilikuwa ni kipindi ambapo wanasema Crown Prince ameweza kurejea na kakake ndo amekaaga kwenye kiti. Blaza alivunga mvungo tu. Anasema nimefurahi sana kukuona ukiwa mzima mdogo wangu. Anaambia ni kisanga na mwana. Anasema kila mtu ampe heshima mdogo wangu kwa sababu ameweza kurejea. Sasa ni kweli kaka amefurahishwa na kitendo cha mdogo wake kuweza kurejea baada ya miaka kama 15 kuweza kupita, au kuna jambo ambalo analifikiria katika akili yake. Lakini pia bwana mdogo baada ya kuweza kurejea alitoa ushahidi wa kina sana juu ile kesi ambayo anamkabili bibi Chayong na babake, akidai kwamba mchezo uliunganishwa na mtu mmoja ambaye ni miongoni mwa mawaziri ambao wanapatikana katika jumba la kifalme mpaka kesi ikafika katika ile hali. Anasema lakini katika rekodi na namna msafara wangu mpaka mimi nikakutana na majanga mengi sana. Ni namna tu ambavyo department ya kitengo kile cha bora, yani kitengo cha polisi kuweza kuleta mashambulizi makali sana mpaka nikajikuta nimeingia katika matatizo zaidi. Lakini pia nataka nikumbushe kitu kimoja blaza, hata ule mzigo ambao ulitakiwaga kuupata kuna watu ambao walizuia. Anasema basi kwa kila ambacho kimetokea tutampa chief secretary order ya kuweza kukamilisha kila kitu cha ushahidi tu na mambo yazidi kuwa bomba zaidi. Basi mzee mzima huko alikuwa amepona na alikuwa ni msaada wa Charlie. Lakini sasa upande wa pili blaza anapiga tizi. Anasila sana na secretary kwa sababu ameisha gundua huyo ndo alikuwa nyuma mambo yote. Bwana sasa unafikiri katika season 2 mambo yatakuwaje zaidi chali yangu? Ni bonge moja la picha wanaita My Dearest Queen. Complete katika season 1 zaidi ulikuwa na Fao DJ. Ila sikuachi vivi chali yangu. Kwa hiyo kesho tarehe 17 kuna kazi nyingine inapanda. Atufungagi ndoa na season. Tuko sawa zaidi. Let's say ciao. Kamsamida. Lakini pia ukigonga malike ma comment mambo yanazidi kuwa sawa zaidi. Wow. Asante sana kwa time yako. Ciao.